Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you. Mshukuru Bwana asubuhi ya leo, inua mikono yake kwa Mungu na umwambie Bwana asante kwa siku ya leo, asante kwa Jumapili ya leo ambao ulimwengu na Kenya wanasema tuko katika phase 1, muda ambao tunaweza ingia na tukaabudu wanadamu hawaza. Shetani wa kutuzuia alishindwa, shetani aliyotuguza kwa madhabahu alishindwa, shetani aliyokupinga kwenye kanisani alishindwa. Mwambie Bwana asante kwa nafasi yako ya kuabudu. Ndugu yangu mshukuru Bwana, dada yangu mshukuru Bwana, mtukuze Bwana. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Tunakutukuza Yesu, tunakuinua Mfalme, tunalibariki jina lako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mbingu kama wewe. Tawala Masia, ukainuliwe Bwana, ukatukuzwe Bwana. Asante kwa ibada hii, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako Bwana. Tunakutukuza Masia, tunakuinua Mungu wetu. Jina lako likainuliwe, jina lako likapewe sifa. Tunakupenda Baba, tunakutukuza Mfalme. We bless the name of Jesus.
tunawatangazia kupona. Walio katika hospitali tunawatangazia kupona. Walio katika manyumba tunawatangazia kupona. Tunakemea roho chafu ya COVID-19. Roho chafu hatujui ni pepo gani, lakini kwa jina la Yesu tunavunja nguvu zake, tunavunja makali yake, tunavunja makali yake, tunavunja makali yake katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Wapenda, tuko na mamlaka kupitia kwa jina la Yesu, kupitia kwa jina la Yesu. Majuma mawili tumesikia kuhusu jina la Yesu na utamu wa jina la Yesu na mamlaka tuliye naye. Kemea hii pepo inaitwa COVID-19 kwa jina la Yesu. Tangaza kuisha kwake, tangaza kukufa kwake, tangaza kubadilika kwake. Ikupe na mizizi, ikaupe kutoka 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 mizizi, ikaupe unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili Baba. Is here. His presence is in the house. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Chochote anaweza kumtenda sasa.
Kama wewe ni mgonjwa, wapona sasa. Kama wewe unaangalia mahali kwa internet, unaweza pona sasa. Uwepo wa Bwana ni mwingi. Bwana, tunakuabudu. Tunakuabudu Bwana. Nena nasi Bwana. Tuongeleshe Bwana. Nena nasi. Tufikie asubuhi. Asante Baba kwa kuturuhusu kuja katika nyumba yako. Tumetambua jambo moja, si jambo la kawaida kuja kwa nyumba yako. It takes a miracle from you for us to come. Na tunasema asante. Pigia Yesu makofi. Asante Baba. Tunakushukuru Bwana. Tuko mbele yako, niko mbele yako. Nitumie vile uwendavyo na ukatubariki kwa lugha ambayo tunaelewa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza sauti, haleluya. Haleluya. Kindly take your seat. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Amen. We are on what they are calling phase 1 and they are over street. So today nitamaliza ujumbe end time. So prepare to take off. Usingoje kuweka gap. Prepare from the beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. We have been talking about the power in the name of Jesus Christ. And today we complete that topic, the power in the name of Jesus, part 3, part ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And tutaenda kuangalia hii jina vile tumeijua sasa ni nini, na nina imani tutabarikiwa zaidi. Can we go to the book of Proverbs chapter 18 verse 10. Chapter 18 verse 10. Chapter 18 verse 10 is a scripture, ni maandiko ambao tunayataja mara kwa mara. You need to have a notebook, you need to have a Bible, you need to have a pen. So Proverbs chapter 18 verse 10 inasema, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and they are safe. Unaweza fanya Kiswahili? The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and they are safe. Jina la Bwana, na pengine sasa nikainterpret, ni ngome imara. Soma. Jina la Bwana ni ngome imara. Yes. Mwenye haki huikimbilia akawa salama. Hallelujah. Tunaanza kutoka pale kuhusu the power in the name of Jesus Christ. Jina la Bwana ni ngome imara, is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. Hii jina, hakuna kitu kiliumbwa bila huyu Yesu Kristo. Dunia ikiumbwa, Maandiko yanasema in the beginning was the word and the word was God and the word was God and he came and lived na akakaa katikati yetu. Na huyo si mwingine ni Yesu. Na hiyo jina lake Maandiko yanasema ni ngome, is a tower, ni mahali watu wanaweza kujificha. Those days, wakati wa vita watu walikuwa wanapigana, kulikuwa unazunguka mji ama city na ukuta, na ukuta ukivumelewa kulikuwa kunatengenezwa ngome. Mahali ukuta ukivunjwa, watu wataingia mahali pengine wapi? Kwa sababu watu walikuwa wanaweza kuvunja ukuta, kwa sababu that was the only security. So walikuwa wanatengeneza kitu kingine, mnara ambao kiwezi bomoka. Na watu kule kwingine kukilete shida, watu walikuwa wanakimbilia pale na walificha na wanakuwa secure. Ndio maana wanasema sasa vile sisi ni wateua, wenye haki ni wale wameokoka, wenye haki ni wale wanamjua Yesu, wenye haki ni wale wanatenda mapenzi ya Bwana. Na ndio neno la Mungu linasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki
kukimbilia pale na wakawa salama. Bwana asifiwe sana. Tumepewa mnara, tumepewa ngome, tumepewa mahali ya kukimbilia ambao ni jina la Bwana Yesu Kristo. Na tumejua kwamba tangu tulianza kujifunza, Yesu inamaanisha uokozi. Unaposema Yesu, unasema Savior. So when you say Jesus, you are saying in another word, in another language, Savior. And the Savior Jesus, alipozaliwa tulionelea, aliitwa kulingana na mission yake. Na mission yake ilikuwa kusave, kuokoa, kutengana, kuondoa na ile laana na ile dhambi na zile nguvu za ule mwovu shetani. So tunaposema Yesu, tunasema ushindi, tunasema wokovu, tunasema kwamba kwa hii jina kila kitu chote kiende chini ya miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So hii jina ni ngome imara, wenye haki ukimbilia. Brethren, hatuna pengine na hatuna mwingine wa kukimbilia. Wacha tukuonyeshe jambo lingine one more time before we move on also. John chapter 14 verse 1. John 14 verse 1, verse 14 verse 6. Hii ni jambo lingine kwa namwangalia tena huyu Yesu ambao tunampenda so much na tunajua kile ametutendea. Mstari wa 6 verse 6 nasema, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Praise the Lord. Now this Jesus ambao tuliona aliponyenyekea na akaacha utukufu na akakufa kifo cha aibu na akafufuka, Mungu alimuinua na akampa jina Yesu Kristo. Remember, tulikundua ni jina la kawaida watu walikuwa wanaitwa Israeli. But when Jesus came for that mission and he obeyed, hii jina, it was loaded with the power to save, to deliver, to do anything. That's why it's a strong tower. Now this Jesus, he is the way, he is the truth, and he is the life. So when you say I am saved, unamaanisha niko na Savior Jesus ambaye ndiye njia, ndiye kweli na ndiye uzima. Kama unataka njia ya kumuona Mungu, kama unataka njia ya kupata chochote, Jesus ndio kila kitu. Kama unataka uzima, kuishi milele na milele hapa na mbinguni, Jesus ndio kitu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama unataka ukweli, this Bible is the truth of God. It talks about him from Genesis to Revelation. Jesus is the truth. Bwana asifiwe. Can I tell you something? That's why uwezi ukaambiwa kwata mia oyonde ye kumi nonu kila mwe otawasa bato maso bisi engia vikamana kakatu wikie mundu mea owobe ngoni wiki. But sasa when you have Jesus, you have the law of God. Na akiwa ndani yako ndio unaposoma neno hii imeandikwa, hii imeandikwa logos. Unaposoma una connect kwa sababu uliacha kuishi, Yesu ndio anaishi ndani yako. Hiyo ni Galatians 2:20. Tumesulubishwa na hatuishi tena, ni Kristo anaishi ndani yetu. So when you read this word, you are connecting yourself with the real one, the truth of God. Mungu ana truth ingine duniani ila Jesus, na Jesus ako ndani yako. So the devil ana nafasi ya kuingilia wewe as long as you know you are saved, you have the word, the Savior is with you, and you know how to say, how to talk, how to pray in this name. Anyway, yes, I pray to God that miracles will start happening through you. Amen. Bible says, no one will see God
except through. Then King James anasema through me Jesus. Hakuna mtu atakayemwona Mungu. Tunafikiria kwenda kumuona Mungu wakati tutafika huko. Na mimi nafikiria zaidi. Hata miracle unapoiona unaonanga Mungu. Unapoponywa ni kuona Mungu. Unapotolewa mahali kuona Mungu. Na hakuna mtu ataona muujiza ila kupitia kwa Yesu. Hakuna mtu atajinua maombi ila kupitia kwa jina la Yesu. No one, the Bible says, and he said, atakamwona Mungu ila kupitia kwa Yesu. Wapendwa, as long as tumepokea huyu Yesu, tushikilie yeye. Amen. Tushikilie yeye na tuendelee. Listen to this. Hallelujah. You know, today I want to do my best in keeping time, because I have to, because I'm obliged. When we say now Jesus, now we know a name that is above all other names given on earth. There is now, as we know, now, as we sit here, now, no situation that is above the name of Jesus. No preacher, no doctor, no demon that can be compared to the name of Jesus Christ. For he is a strong tower. And yes, we run to it and we are safe. We are yes, what I am. In that statement, no preacher, no doctor, no demon can be compared with the name of Jesus. When you say, I pray in the name of Jesus, feel it. This kana ninamwela. Wasi sitwa ni Yesu ikiwe yani he was God, yani feel it. I rebuke you, devil, in the name of Jesus. Feel it. Hata si lazima repeat mara mbili mara tatu. You feel it. Because no power, no demon, no medicine. Na chukitu mtuipo ya ma nevi kisia. Newa tusiokie madhavanu kuma mwende. Any church, watu wanaruhusiwa kuingia kulingana na protocol. Kama kanisa letu ingekuwa ile tumemaliza, tungeingia viti kulingana na protocol. Protocol ni vile mnaketi. Lakini yetu sasa inaingia watu 60 peke yake. Lazima tuwe na ibada mbili. Mahali popote sasa wako. Na hiyo ni kumaanisha tumerudi kwa madhabahu. Ili tuchukulie hii kisirani kinaitwa COVID hatua. Katika jina inaopita majina yote. Jina la Yesu Kristo. Jina ambao we are secure in it. Jina ambao inaponya. Jina ambao shetani ulisikia na atatetemeka. Jina ambao wewe na mimi tunaielewa tangu tuanze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever we face, our first option should always be to call upon the name of Jesus Christ. Did you hear that? Chochote utakutana nacho kikiwa kinyume yako. That is. Lazima you face it. What do you do? Upambane naye. Upambane naye. Kwa kuita jina la Yesu Kristo. I like this, the first option. Unapoona kitu chochote kinakuja kinyume yako, kinyume ya familia yako, kinyume ya watu wako, kinyume ya biashara yako, kinyume ya mchungaji wako, kinyume ya kanisa lako, kinyume ya mali yako, the first option is to face it in the name of Jesus Christ. Wapendwa, we have a weapon. Holy Spirit, au mulekele, au buenesi, say the word I'm saying, that you understand when you say Jesus, what is happening. Bwana siwe sana. Face it. Call upon the name of Jesus Christ. For through the name, the foundations are shaken and demons tremble. Hallelujah. Through this name,
misingi inatingizwa. Bwana siwe sana. Ukitaka kung'oa kitu kimepandwa kama mti, you don't pull it straight. You shake it. When you shake it, mizizi inakatika huko ndani. Then you pull it. When you call upon the name of Jesus, any foundation on which you are calling that name for, kwanza inatingizika. Mwe Yesu hata hivyo. Hallelujah. Na demons natetemeka. Then you command what you want. Sikitetemeka, sinaanza kuongopa. Then you command, unatoa sauti, you address, you say it. Kwa sababu sio wewe tena, ni Yesu anaishi ndani yako. Galatians 2:20. You no longer live, Jesus lives in you. Listen to this. Kuna kitu unasumbua dunia today, people, na ndio tunaambiwa underlying what we keep with this hour. Underlying those things. Diabetes is just another name. HIV is just another name. Poverty is just another name. I like this. Depression is just another name. Loneliness is just another name. Unemployment is just another name. All of those things keep you captive. The Bible says there is a name. There is a name that is above all this name. What is this name? Jesus. Anything, conquer it in the name. 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 Say it to another again. In the name. Yes. Hii vitu tutatoa siku moja. Yes. Amen. Do you have anything that you've been thinking is difficult? There's a name. There's a name. Sunday last Sunday we saw that we've been given this name to heal the sick, to cast out devils. Why should demons be cast out? Kwa sababu ndio kisirani cha Wakristo duniani. Ndio similizio inasumbua wapendwa. Na kitu kimoja Yesu alisema, mkipata hii roho na mkienda mkemee, mtoe mapepo kwa jina langu. Pepo ndio inasumbua watu. So when you rebuke the devil, rebuke it anywhere. Ndio tukaona any situation inakuja, ita jina. Usifikirie vitu vingine, ita jina. Let the other things follow. Ita jina la Yesu kwanza. Magonjwa, kisirani, kuvinyiliwa, kuteswa, unasema Bwana nipe kasi katika jina la Yesu. Mungu anafungua. Kwa huo wigo. Sijao ni kuomba. Mungu anafungua. Hallelujah. The Bible teaches us that there is a name above all other names that we know. Whatever circumstances, trials, or tribulation we are facing, they are just names which are all under one great name. One great name, Jesus Christ. Say Jesus Christ. Hiyo ni Biblia inatufundisha throughout. Kupitia kwa neno tuko na jambo inaitwa jina. Wazazi wetu ambao I believe kuna wengine wamebaki hata sasa. Paimuzi wa ukamba utaelewa mganga. Maybe 95%, maybe 5% ni utaelewa mganga. 95%. Zamani 60s, 70s, 80s, kwanza 70s and 80s watu hawakujua kitu kingine, walijua mganga. Hata kwetu nilimuona. Na watu waliamini. Mganga akija kwenu mko safe. Anazunguka, anakuja kupanda kitu. Watu wanapewa vitu wa kubeba. Ikombe ya kuju school. Naona watu wanarudi tubia njia tuomeka hiyo hapo. Na ngodi yao ndo wakamu. Ukatema sindingisi hata wango. Mo school uko nao yingwa. Me kwa huyo. But here nataka upate hii. We have something more than mganga. Jesus Christ.
mtu aliamini hizo vitu, kwa nini usiamini hii jina? Ile kitu Mungu ametupea. Kama ulikuwa na uwezo wa kuamini mganga na wazazi wakakuambia hapa pepo ametibiwa tulioweka na waikia na kila jambo utazidi kudhaniwa ikiinje. Sasa situamini hii jina la Yesu ambao daimoni sinalisikia na sinatetemeka, mapepo yanaondoka. Siku moja kitabu ya Luka 10, Yesu akawatuma wawili wakahubiri kutoa mapepo. Walipoenda walirudi kwa furaha, wakasema hata mapepo yalitusikia na yakaondoka. That one surprised them. They did not say how many people were healed. They said even the demons. Even the demons. Inamaanisha kulikuwa kumetendeka mengi, lakini kile kiliwashtua sana, daimoni ziliwatii. Daimoni lazima siondoke kwa jina ile utaitamka. Hata ikiwa uko kanani, onenda ni mwanani umia. Onenda ni chauni umia. Onenda ni mundani umia. Mungu undeta siani kudhania pandi wese. Endo kwa mudhangosu no yase ni nana kama wita makibindu. Hala mekiwa mundani sitwa ni ya Yesu. Nina turn this soil into a good soil to produce food in Jesus' name. No yendo kwa hiyo ya cheko na dukati ndio si haisi wa mimi. Hallelujah. Amen. So when you are feeling down and out in need of direction, call upon the name of Jesus. He shall set you free. Hata Yesu Kristo. Neza amuka tu naisikia kwisha yani we will win down. Naambia kuna msimwema mmoja ni wanelo pepo, hiyo ni pepo. Hiyo pepo kemea na upate nguvu na utafunguliwa. Kwa sangu na utonokoma na leo mgoiwa mubini unaamuka unasikia you are not free. That you are not free, you are not. Look, we were winner. I can't do it. Winner that more. Look, we light. We were mzito. Na wakoma ukilala unasema kwa Mungu akiwa light, si ndio? Wewe mbuzo. Lakini wambuga za wango ya kwili na bina za wakutemu ite sawa. We were night. Call upon the name of Jesus. In the name of Jesus, hii roho ya uzito na kukemea kwenda kwa jina la Yesu. No you them. You become another man. Bwana asifiwe sana. Nipsirusie dao tuomba. Ende unavinywa na unasema nimevinywa. Na unavinywa na unasema nimevinywa. Na ikala na wewe Wibinewa. Wewe ya watoka Bwana asifiwe, ndio ndio Bwana asifiwe. Uchanganyike. Sema kwa jina la Yesu nakataa kuvinyelewa. Because it's a strong tower. The righteous run to it and they are safe. And they are saved. They are saved and saved. Praise the name of Jesus. For he is the way, the truth, and the life. We now have Jesus Christ. And that is why when you pray, we pray in the name of Jesus Christ. And in Jesus Christ, and the heaven has to respond. Because the name of Jesus is like an identification card. Wherever we use it, heaven will respond. Hallelujah. Let me repeat again. For he is the way, the truth, and the life. We now have this name, Jesus Christ. And that is why when we pray. We don't pray in another name. As long as you are Christian, otherwise wako serious. Wanaomba kwa jina hii. When we pray in the name of Jesus Christ. And the heaven has no option except to respond. Because the name of Jesus is like an identification card, ID, and whenever we use it, heaven responds. Praise the Lord. Kenyans must have ID. Any person from any country lazima wawe na identification card, kitu cha kukuidentify. Sasa tuko na passport, tunaweza kuidentify, tuko na ID, kuna saidi ya PIN. But I'm talking about identification card. Unapotoa hiyo kitu ID,
wale wanaiangalia wana respond, wanasema yes, he is a Kenyan, apewe kile anataka. So this name is like that. Unapoichomoa hivi, bingo ina respond. Bingo inasema kile unasema, kwa sababu wewe ni citizen na uko na identification card called Jesus Christ. Hallelujah. Yesu Kristo. Any situation, enter with that ID. Hallelujah. Any place unataka kuingia, ingia na hiyo ID. Inaitwa Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Let's go to 1 John. 1 John. 1 John chapter 5, verse 13 to 15. This name is a great name. Actually, when I started studying it, it made me to study more. As you kifungua John niko pande wa mwisho wa Biblia, na nikapenda, nikamwambia Mungu, kweli nilikuwa natumia jina, lakini kuna mambo sikuwa najua. Namwambia Mungu, nisaidie, nimechukua muda kuelewa hii jina. Let me tell you, ni kitu kimoja kimenichanganya hata sasa ninapoomba na kutaja katika jina la Yesu nimeomba. Ninaposema hivyo, I don't just say and Jesus, no. I mean power, I mean savior, I mean deliverer, I mean breakthrough, I mean in the name of Jesus nimeomba. So bingu na kile kinataka correspond as to I feel it. I pray that you feel it even the more. Yes. 1 John 5:13-15. These things I have written to you. This is John the elder, alisema, I've written to you, oh, believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Unaona hiyo? And that you may continue to believe in the name of the Son of God. Swahili hiyo 13. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Hallelujah. Nimewaandikia mambo hayo ili ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu, ili mjue jambo moja, mko na uzima wa milele. You have eternal life. Ukijua hivyo, you may continue believing, ili muendelee kuamini. You may continue believing in this name. Hata Yesu Kristo. Amen. Amen. Wale mnaamini jina, ujua mko na uzima wa milele, na mkijua muendelee kuamini. Anaanza kuina kitu kingi. Ni jina na kuamini. Jina na kuamini. Jina na kuamini. Eternal life. Bwana siwe sana. Amen. Eternal life inaanza wakati uliokoka. John 5:24 inasema kwamba you have crossed from death to life when you have received Jesus. Umetoka kifoni ukaingia uzimani, ukacross. Ulikuwa kabla uliokoka umekufa kulingana na maandiko. Mbele ya macho ya Mungu umekufa. Mwenye dhambi amekufa. Ajulikana anapookoka, anatoka hicho kifoni, anaingia uzimani. Na uzima wa milele ulianza wakati uliokoka. Hallelujah. Can you put that one on the screen? Read it. So, 5:24. Yeah. John. I believe I'm right. So, yote. Amin nawaambia. Yes. Yeye alisikiaye neno langu na kuamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hata hukumiwa, amepita kutoka mautini akaingia uzimani. Kiingereza inasema he has crossed from the death to life. Hallelujah. Once you receive Jesus Christ, umetoka mautini unaingia uzimani. Na amini nawaambia.
mko na uzima wa milele. Wanayoamini uko na uzima wa milele. Umetoka mautini tukaingia uzima. Uzima wa milele tuko nao sasa. And the Bible says hapa ya kwamba that you may condemn. When you believe the name of the Son of God, you may know that you have eternal life. Eternal life ni kuanzia sasa mpaka tutakapomuona Bwana. Amen. Uso kwa uso. Imeanza sasa. And then as you pray, hii COVID inashtua sana, especially wazee. Unamwambia Bwana, niko na uzima wa milele hata sasa. Kwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo, mtu aliye na uzima wa milele, COVID hauna nafasi kwako. And you address it. I don't say weka mask, nawa vizuri, sanitize, keep distance, do the necessary. Lakini don't live in fear. Nidona naye kwate. Pao tona ita bei COVID. Wewe unaingiza kwa shida. Fanya kile kinachohitajika na ujue uko na uzima wa milele. Then in the name of Jesus, oambie COVID, nina value tadela. Kumbe na mwana value ni wako, si tu ni ya Yesu. Then you make the necessary. Bwana asifiwe sana. Amen. Nundu yasha. These things are bringing to you to believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue believing in the name of the Son of God. Tuina nafasi, tuina break, anaza, tuina pandupe gapu, katika maisha yako ambie hallelujah amen, motangio, kuikala, uteo believe in the name of Jesus. Oneza ni kiveli uiwoja asitwa ni ya Yesu. Hapana Bwana juu na jini tupe na jana kweli. Jana hii. Kwa jina la Yesu bariki chakula. Ninaagizia si tu ni Yesu. Verse what? Verse 14. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. In the name of Jesus, then according to the will of God. In the name of Jesus, then you ask in the name of Jesus, he hears it. Give me Boeing 707. In the name of Jesus, give me Boeing 707. Wazungu wamwenye. That's not according to the will of God. Wina kiwanza. What do you do? That's the truth. Lazima na kila unaomba kiwe ni according to the will of God. Amen. Kama daimoni kukemea siende ni mapenzi ya Bwana. Kama kuombea mgonjwa ni mapenzi ya Bwana. That's the will of God. Amen. Unataka uponyaji au ni mapenzi ya Bwana? Maandiko yanasema mahali popote Yesu alienda alitenda mema. Mema moja pepo zilienda, mema ingine wagonjwa walipona. Haleluya. Waliofungwa walifunguliwa. Alitenda mema. Na wewe tuliona last week, you are his representative. Mahali popote unaenda unatenda mema kwa jina la Yesu. Unangojea nani mwingine? Ni wewe. Ni wewe na ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. May God enable you to believe. Mungu akusaidie kuamini na kutumia jina. Last part. And if we know that he hears us, then can we get more? Whatever we ask, hey, we know that we have the petition that we have asked of him. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma hii ya mwisho in Kiswahili. Na kama tukijua kwamba atusikia tunapoomba chochote, tunajua kwamba tumetimiziwa zile haja tulizomwomba. Amen. What was that? The key thing there, we know. We know. When you say you know, unamaanisha unabelieve. I know. And if we know that he hears us when we pray in the name of Jesus, whatever we ask, we know. We know that we have the petition. That whatever we ask, we know he will give us. That's faith in the name of Jesus. Hallelujah. You are not going to likele kindu diki. Tika watu kaikia. Aye tu wene.
tushaingia ndani ya hii Bwana sivyo na tumeokoka. Tuiki mkingi tuikwetie. Si ni yeye tuamini. Na ni yeye tutumie jina la Mungu, la Yesu, na si ni yeye tuombe. Ya mwisho. The name of Jesus works. Do you believe that? Is it whether Yesu ni ngoma? There is a far more power wrapped in this one name that you may even realize. That pepinya ulingililwe isitwanile. Na unangojea watu ulingule kwa kuitumia. Power is wrapped in this name. You remember Matthew 28:18-20? Jesus came, alipoenda akawaambia, alikuja kwa akawaambia, mamlaka nimepewa duniani, mbinguni na hapa. Basi enendeni duniani kote kufanya watu wote wanafunzi wako. Alikuwa anamaanisha hivi ya kwamba when you walking like this, you are representing, then you have something from his name. Use his name. Kuna mzee mmoja, let me repeat that statement again. The name of Jesus works. There is a far more power wrapped up in this one name than you may even realize. Yani ipetukite unakilota utarealize. But I thank God because you are realizing and you will realize. Amen. Kuna mtu mmoja duniani, one man, alielewa na jina. Alikuwa Mbito. Alikuwa anaitwa Smith Wigglesworth. That man hakujua kitu kingine. Atuma yatu tete. Yatu na manabe isiyeto. Isn't this? This man, he once said, alisema hivi, there is power to overcome everything in the world through the name of Jesus. Wigglesworth. Kama kuna watu miujiza ilitendeka kupitia kwao, this man, he was uneducated. Alikuwa mshona yake. But he knew, he came to understand like we are understanding. Na akasema hivi, in statement yake, there is power to overcome everything in the world through the name of Jesus Christ. Pina kusinda. Pena uwezo wa usinda kila kitu chonde pa yolwane kuzinazitwa ni ya Yesu. There is no demon that stood before him. No sickness that stood before. Alikuwa anaenda kwa ward. Watu wote wanainuka. Anaingia tu. Anapona majina la Yesu, pona majina, pona. Si mwingine alipiga mahali akawa anaenda kwa alipiga mgonjwa mwingine ngumi tumbo. Andumake mwe wangu. Mutia. Hadi hapo yetu. Sasa amefanya nini? Huyo mjamaa alipigwa ngumi, akasimama akaanza kuruka. Wakamfuata wakamwambia, "Ule mtu umepiga ngumi, ameanza kutembea." Akauliza, "Kwani niko shida gani? Kwani kuna kitu kingine unakuwa unangojea?" Wewe usipige mtu. But what did you do? That guy alisema hakuna, yani pepina utona kusinda kila kitu duniani anaitwa ni Yesu. That means you can put the name of Jesus to work in every area of your life, big or small. Inamaanisha hivi, kama peke ukitona kutuma usinda solution duniani na ni sifa ya Yesu, then benini kana nutona kwekea isitwa la Yesu yani, you can put the name of Jesus in work in every area of life. Kinini kana kinene? Simama tuombe. Wewe sana una that. Mungu ametuoa. Mimi tuteko mwikatwe. You can put this name in work. Izi minyati isitwa ya muya ilete lo wete.
Isi jina la Yesu linangojea utamuke. Amen. It's waiting for you to say it. Amen. Lete utamuke. What do you see? What do you see? Where can you put the name of Jesus? What do you see? When the jump, utona quick here is not Yesu pa. Utona weta pa, because it's a strong tower. Where can you put it? Ijina. Do you see any situation, sickness, disease? Nani mgonjwa kwenu? We looked last time and we found that you can heal the sick, deliver, touch, lay hands, rebuke. Hallelujah. Niwe weteletwe. Lakini tumeendwa akikamba uzukumilie sitwa ya Yesu. Hata Yesu mwana. Kuna watu wanapata degree na wamefanyisi kazi. Imagine you are a doctor na uende kutibu watu. Tunakuita Dr. so and so, Dr. so and so, Dr. so and so, Dr. utaita. You kuita nesitwa uyatu with a name. Itono bigger self. Now na mkumba na muweka. From today, in the name of Jesus, lift up your hands. Father, in the name of Jesus. Mikono hii tunainua kwako. Kuanzia leo, naombea wapendwa hawa wote na wote wanaosikiliza. Katika jina la Yesu Kristo, wape uwezo, wape shauku, wape nguvu, wape nafasi, wape kupenda na kutaka kutumia hii jina. Vile ni jina la kuokoa, jina la kuponya, jina la kufanya miujiza. Wakitamka Baba, miujiza ikatendeke. Bwana, tunaenda kungojea kusikia wakiwa kazini, vijijini, mahali popote, vile watatumia hii jina, miujiza ikatendeke. Ninawaombea katika jina la Yesu, wakitumia hii jina, miujiza itendeke. Sema Bwana Yesu, ninakuuliza, vile umeongea na mimi, nimeamini. Na kwa sababu nimeamini, kuanzia leo na kuomba, nikitumia hii jina ya Yesu Kristo, miujiza itendeke, misingi itingizike, mapepo yatetemeke na yaondoke kwa jina la Yesu. Wagonjwa wapone. Ukanijibu maombi yangu nikitumia hii jina. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Omba maombi kidogo, mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Weka upya wa kutumia jina lako kwangu. Weka upya wa kutumia jina lako kwangu kuanzia leo. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Mwambie Bwana nisaidie. Nikitumia hii jina nataka kuona miujiza. Nataka kuona miujiza. Jina lako ni ngome imara. Jina lako ni ngome imara. Jina la Yesu ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome imara. Ikimbilie na utapona. Liite na utapona. Litamuke, miujiza itatendeka. Jina hili unaweza fanya chochote kwa hii jina. Bwana tunakuamini. Bwana tunakuamini. Ukatubariki kwa jina la Yesu. Weka mikono chini, inawezekana uko hapa na hujaokoka. Unasema nataka Yesu. Unasema nataka Yesu. Inua mkono. You are sick. There is power to heal in the name of Jesus. Anybody sick? Father, we thank you. Anybody sick? Father, we thank you because you have healed us. Heal us also from this COVID-19. Inatufanya tukiimba tusitoe sauti vizuri. Hii ni pepo siku. Hii ni pepo. Hii ni daimon inaitwa COVID-19. Tuagree pamoja. Wewe daimon COVID-19 katika jina la Yesu tunakuombea kufa.
Sema amen. Na mkono wa kuume. Mungu akubariki. Mungu akulinde. Mungu akutetee. Mungu akupiganie. Ukitumia jina la Yesu, mbingu iresponde. Ukitumia jina la Yesu, miujiza itendeke. Ukisafiri ubarikiwe. Ukirudi ubarikiwe. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Keti kwa ufupi. You've got 5 minutes. We give offering. Musician msiondoke. Chukua sadaka yako, tumtolee Bwana. Unaweza toa direct ama unaweza toa kupitia kwa 418,947. Then unasema ni nini unatoa, unaweka pale. They are encouraging us to use it. They are saying if possible use it, but if it's not possible, usitumie. Leta tu cash. Chukua bahasha, weka fungu la 10, usiweke sadaka. And one good faith, you can carry an envelope, go with it, and believe to get, because wakati unatoa fungu la 10 inamaanisha kuna kitu Mungu amekupea. Be faithful kutoa sadaka na fungu la 10. Mungu anajua mioyo yetu. God knows our hearts. He knows how much you can give your offering. Then tithe unatoa kulingana na vile umebarikiwa. Hiyo haikuangi na maneno. You give the way you are blessed. If you have your offering or tithe, lift it kama una simu kama mimi inua. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa desturi ya ibada Kenya. Asante kwa kanisa hili na asante kwa wapendwa vile wamekuja na wabarikisha kwako. Tumesikia neno, jina la Yesu Kristo, ambao kuna nguvu ndani yake na watakatifu ukimbilia na wanapona. Tunaondoka tukijua hakuna jina lingine hata ikiwa ni inaitwa nini. We know only one name. Only one name. And by that name we overcome everything in the world. Na tunatoa sadaka kwa kushukuru kwa sababu umeongea nasi. Pokea sadaka na mafungu, malimbuko yote kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen.